Siku ya leo ya Jumatatu ni siku ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameelekea huko nchini Israel ambapo ameshuhudia kutolewa kwa mateka, lakini baada ya hapo alikutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na kufanya mazungumzo. Kadhalika baada ya kuwasili na kufanya mazungumzo na Netanyahu, alikutana na wabunge katika bunge la Senate, lakini jambo zito na la ajabu ambalo hakuweza kuamini ni baada ya wabunge wawili katika bunge hilo la Senate ambao walinyanyua sauti zao huku akisema kwamba itambue Palestina, huku wakinyanyua mabango ambayo walikuwa wameyashika. Wajumbe wawili wa bunge la Seneti wakaondolewa nje wakati hotuba ya Trump ikiendelea baada ya kushikilia mabango yanayosema itambue Palestina, huku akitoa sauti zao za juu. Picha zilizonaswa zinaonyesha wabunge wawili wa bunge la Seneti wakiondolewa kwenye kikao wakati wa hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump. Wanachama hao wawili walikuwa wameshikilia bango ambalo limesema Trump lazima aitambue Palestina kulingana na msemaji wa Seneti. Ikumbukwe rais wa Marekani Donald Trump anaungana na Wayahudi katika Israel juu ya kutoitambua Palestina, lakini pia ni moja kati ya mstari mwekundu wa serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mbunge mwenye asili ya Kiarabu anayefahamika kwa jina la Ayman Odeh, lakini mkuu wa chama cha Hadash, lakini pia na mbunge mwingine alifahamika kwa jina la Ofer Kasif, mbunge pekee wa Kiyahudi katika chama hicho cha Waarabu, waliondolewa wakati Trump alipokuwa akizungumza. Wawili hao walishika bango lililosema itambue Palestina, huku akitoa sauti zao wakati Donald Trump akiendelea na hotuba yake. Kuinua mabango ndani ya kikao cha bunge kwa mujibu wa sheria za bunge la Senate, lakini pia kutoa sauti wakati kiongozi mkuu akizungumza ni kinyume cha sheria. Wawili hao walipokuwa wakitolewa nje ya chumba, wanachama wengine wa Senate walisimama na kuimba mara kwa mara Trump, Trump, Trump. Rais huyu wa Marekani alimiminia sifa Steve Witkoff akitania kwamba anamuita mjumbe wake maalum Henry Kissinger ambaye havujishi. Henry ni mvujishaji mkubwa, alivujisha, lakini si kwa Steve Witkoff. Trump alisema kuhusu waziri wa mambo ya nje na mshauri wa usalama wa taifa chini ya utawala wa Nixon na Ford, Steve havujishi. Steve anataka tu kukamilisha kazi, anataka kufanya kile ambacho ni sawa, Trump alisema katika hotuba yake katika bunge hilo la Senate. Trump alisema kila mtu anampenda, ikiwa ni pamoja na inavyoonekana kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais huyo wa Marekani alisimulia kwamba mkutano kati ya Putin na mjumbe wake maalum ambao Trump alitarajia kuwa wa dakika 15 au 20 ulishia kuchukua saa 5. Nilisema ulikuwa ni mkutano mzuri. Walizungumza juu ya nini kwa saa 5? Na alisema ni mambo mengi tu ya kuvutia. Trump alikumbuka akisema ni kipawa na kuweza kuzungumza na mtu kwa muda mrefu. Hata hivyo amemsifu bwana Steve Witkoff kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kuhakikisha kwamba anarejesha amani katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza ambapo kulikuwa na vita kali kati ya Wayahudi, kwa maana serikali ya Israel chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu dhidi ya kundi la wapiganaji la Hamas katika ukanda wa Gaza. Rais huyo pia amewashukuru wajumbe wengine wa timu yake waliohudhuria katika hotuba hiyo, akiwemo mkwe wake Jared Kushner, waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio na waziri wa ulinzi Pete Hegseth. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yamejiri katika siku ya leo ya Jumatatu, wakati rais wa Marekani Donald Trump akihudhuria katika mkutano wa bunge la Senate ambapo alikuwa na hotuba maalum akizungumza na wabunge wa bunge la Senate, huku wabunge wengine wakitamani kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Na wakati hotuba ikiendelea, waliamua kuweka wazi hisia zao na kunyanyua mabango yao yaliyoandikwa itambue Palestina, huku wakitoa sauti za kumtaka Donald Trump aitambue Palestina, jambo ambalo kwa upande wake mwenyewe bwana Donald Trump na serikali ya Benjamin Netanyahu ni mstari mwekundu ambao hauvukwi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.